au tunasema Gilgali, wale wanajua kwa lugha za kikwetu. Agano la Gilgali ni kitu gani? Tuko katika mwezi ambao tunasema kwamba ni mwezi wa nina agano na Mungu. Tuko katika mfungo wa mwezi wa agano langu nina neno. Agano ni yale yaliyoandikwa katika kitabu hiki yaweze kutokea kwenye maisha. Mbona tumesimulia baba zetu kwamba wale walikuwa wanamjua Mungu walikuwa wanatembea kwenye moto? Mbona tumesimulia baba zetu kwamba wale walikuwa wanamjua Mungu walikuwa wanafikisha miaka 80-90? Mbona sisi tunakufa mapema? Mbona leo watu wana moto wa maombi tena? Mtu anakuja kanisani kwa sababu tu hana namna, lakini ile kufa alikuwa anasikia kama mwanzo imepotea. Waisraeli walifika mahali panaitwa Gilgali. Gilgali ni mahali ambapo Mungu ilibidi afanye nao agano kwa upya. Gilgali ni mahali ambapo unaondoa vitu vinaondoka, unatupa mbali, ndio Gilgali. Sasa hata tuangalie maandiko ambayo yatakusaidia kuweza kujua hiyo Gilgali ni kitu gani. Naomba tufungue pamoja kitabu cha Yoshua sura ya 4 mstari wa 19 mpaka 24 ili tuweze kuelewa naposema kuhusu Gilgali ina maana gani na ina maana gani kubwa. Kwa nini nafundisha leo kuhusu Gilgali? Yoshua 4 kuanzia mstari wa 19 mpaka 24, kisha tutamalizia kwenye sura ya 5. Biblia inasema, na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, wakapiga kambi Gilgali, inaitwa Gilgali, katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Na yale mawe 12 waliotoa katikati ya Yordani, Yoshua akayasimamisha Gilgali. Akawaambia wana wa Israeli akasema, watoto wenu walipouliza baba zao katika siku watakapouliza baba zao siku zao kusema, mawe haya maana yake ni nini? Sikiza kwa makini. Anasema, ndipo mtakapoarifu watoto wenu mkisema, Israeli walivuka mto wa Yordani kwa njia ya nchi kavu. Endelea. Anasema, kwa sababu Bwana Mungu wetu aliyakausha maji ya Yordani mbele yetu, hata tulipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wetu alivyotendea bahari ya Shamu, alikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Endelea. Watu wote duniani wapate kujua mkono wa Bwana, na ya kuwa mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wetu milele. Endelea. Yesu ya 5. Ikawa wafalme wa Amori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wa Kanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala hawakuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Endelea. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, nifanyie visu vya mawe ya gumegume, wataili tena wana wa Israeli mara ya pili. Basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume, akawataili wana wa Israeli huko Gibea Haaramothi. Na sababu ya Yoshua kutaili ni hii: watu wote waliotoka Misri walikuwa waume, au watu waume wote waendao vitani walikufa barani bara njiani baada yao kutoka Misri. Endelea. Kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutailiwa, lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri au hawakutailiwa. Sikiza kwa makini, nataka usiku ni mbaya. Nataka nielewe siku leo. Wana wa Israeli walitoka utumwani Misri. Na tunakumbuka usiku ule wa Pasaka. Tunakumbuka Pasaka ambayo ilitolewa kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo walipaka kwenye milango ya nyumba zao, wakapaka nini? Damu. Wakaenda wakafika bahari ya nini? Ya Shamu.
mstari wa 13-14, tunaona Mungu akamwambia Musa, wana wa Israeli waende mbele kwenye maji. Ndipo Mungu akamuuliza Musa, kuna nini mkononi mwako? Akamwambia na fimbo. Akamwambia piga maji. Yale maji ya bahari ya Shamu yakagawanyika mara ngapi? Farao aliyekuwa anakuja nyuma alipotaka kuwafuata aliangamia na maji wakati Israeli wameshavuka. Sikiza kwa makini. Safari ya kwenda Kanaani ikaanza miaka mingapi? 40. Kwa sababu yake ilikuwa ni mingi. Wengi waliotoka nao kule Misri, walikuwa wametoka kule Misri, walikufa njiani, wakabaki wachache sana. Sasa hawakuwa nasikia hadithi kwamba Mungu aliweza kuwavusha kwenye bahari ya Shamu, Mungu aliwavusha. Mungu akaamua kufanya tukio lingine tena. Mto Jordan ulikuwa mbele yao, hawana namna ya kuvuka, ni mto mkubwa, watapitaje? Ikabidi Mungu afanye muujiza mwingine kwa Yoshua. Ile nguvu iliyotenganisha maji ya bahari ya Shamu, Yoshua akaitumia kwa ajili ya watu wake kuvuka kwenda upande wa pili. Maji ya mto Jordan yakagawanyika mara mbili. Hebu tuangalie kidogo pale nyuma. Angalia ile kuanzia 17. Tuangalie 17. Rudi nyuma. 17. Sikiza kwa makini. 20. Rudi nyuma tena. Rudi. 17. Rudi tena. Hapo. Sikiza kwa makini. Rudi nyuma tena. Anasema hivi. Anasema aya, rudi nyuma tena kidogo. Ilipatoa. Ndio kitu nzuri. Rudi tena. Rudi nyuma tena moja. Rudi tena. Haleluya. Rudi nyuma tena. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze ili nielewe. Nataka nionyeshe kitu tofauti. Anasema hivi. Nenda kwa 9. Kisha Yoshua akapanga mawe 12 katika Yordani, mahali pale nilipoona Bwana alishika sanduku la agano liliposimama, nayo yako pale hata hivi leo. Nani? Ili tuweze kuelewa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Rudi nyuma tena pamoja. Rudi tena nyuma. Rudi nyuma tena. Basi Yoshua akawaita watu 12 waliokuwa amewaweka tayari tangu hapo katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja. Endelea. Naye Yoshua akawaambia, aya, piteni mtakuja mbele ya sanduku la Bwana Mungu wenu, mwende katikati ya Yordani, mkatoe kila mtu wenu jiwe moja moja begani mwake, kwa kadri ya hesabu ya kabila za wana wa Israeli. Tutakusoma nyuma kidogo, utaona kwa jinsi ya Mungu aliweza kuwavusha Waisraeli katika mto Jordan. Watu katika mto Jordan wajua naenda wapi? Mungu akafungua Jordan ikafunguka. Kwa wana wa Israeli wakapita. Hii sehemu ni kwamba wakawa wameacha njia. Yoshua akawatuma wakachukue mawe 12. Sasa ndio tatizo. Mchungaji, naongea kuhusu hili. Sasa maana yake ni mbona tunajaribu kwenda ndani tunaenda mbele. Kwa nini leo tuko hapa? Nisikize kwa makini. Itakusaidia kwa sababu yako. Wapendwa katika Bwana, Mungu ametutoa mimi na wewe katika dhambi. Kila mmoja kwa namna yake alimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baada ya kuokoka, kulikuwa na moto mkubwa. Wengi wetu walikuwa na sali kwa usiku, Roho Mtakatifu anakujika, wanaona Yesu anarudi, ila miaka ilipozidi kwenda wakauzoea. Kwa Mungu amekuwa bali, amebaki kuwa mwenye historia. Magonjwa anawapiga na anawamaliza, wanajiuliza maswali, ili kweli bado anafanya miujiza? Kwa sababu tunasema Yesu alimaliza yote msalabani, lakini bado kuna watu wanapima magonjwa bado, wanaangalia afya zinabadilika. Hivi Mungu bado anaponya? Maswali yalikuwa mengi, lakini kibaya zaidi ni ukosefu wa neema. Watu wameokoka lakini wanatembeza mwili. Mtu anamjua Mungu, anajua ameokoka, kijana yule ameokoka, lakini unakuta
alipoingia agano na Abraham, walifanya agano lao. Sharti moja kulikuwa nini? Lazima kizazi cha Abraham wafanye watahiriwe. Kutahiriwa maana yake wanaomba naweza kuelezea, ingawa siku hizi katika mataifa ya Afrika kuna mambo ya mtahiriwa. Ni kitendo cha maumivu makali sana, na wenzao walikuwa watahiriwa na ganzi, walikuwa wanachukua jiwe umegume, wanawatahiri wanaume wote, damu inatoka, ndio wakati walikuwa wamekubaliana. Kwa nini matahiriwa? Kutahiriwa maana yake kutesa mwili, kutokubali mwili kuendeshe ili uitie neno la Mungu. Ndio maana kutahiriwa. Mungu alimwambia Abraham, watu wako lazima watahiriwe. Watu na Wakristo wengi ambao walianza safari nzuri na Yesu Kristo toka nchi ya Kanaani, lakini wanafika katikati wamemchanganya Mungu kiasi kwamba ile tohara yao imekufa. Ule mwili ndio unaanza kuongoza maisha yao tena. Hawamwangalii Yesu Kristo kama mwanzilishi wa imani yao, wakatembea kufuata maelekezo ya Yesu. No, wameamua kujiendea wenyewe. Kuna wengine hata ukienda kufunga leo, naomba nikwambie, ni kwa sababu hujajua tu, lakini umeshawaje kule tena. Kuna wengine hata ukiwaambia kufunga, wanakwambia kwa nini siku 40 nimechoka, ngoja nijiendee kijana, mimi najisikia vibaya, kwa sababu ndani yao ile tumaini limekufa. Kwa walipaswa kutahiriwa, lakini hawakutahiriwa. Kwa Mungu hatua ya kwanza akaanza kuonyesha miujiza, kama baba leo anaanza kuonyesha miujiza. Hatua ya pili, Mungu anataka kuingia Gilgali. Ukisoma pale Gilgali kilichotokea, mambo mawili makubwa ambayo tunafanya jioni leo. La kwanza, Mungu akamwambia Yoshua, chukua mawe 12 yaweke pembeni, toa kwenye maji. Akamuuliza, mawe 12 kwa ajili ya nini? Akamwambia ili watu wote watakaokuja hapa na wana wa Israeli baada ya hao wakiona ile mawe 12 waseme, hapa ndipo Mungu alipokwisha wana Israeli katika maji ya mto gani? Mto Yordani. Mungu akaweka meza ya Bwana kupitia kwa Yesu Kristo na damu yake msalabani. Meza ya Bwana ni ishara ya ukumbusho, kukwambia wewe mwanangu, sikiliza, Yesu alimwaga damu msalabani kwa ajili yako, ya kupasa usiishi tena katika dhambi, ya kupasa usiishi tena katika maisha ambayo ya kumchukiza Mungu. Zile tabia ambazo kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18 imesitaja zisitaje kwako kamwe uongo. Watu wanaongea uongo kama vile sio yoga. Masengeni, watu wanafanya masengeni mpaka unaogopa. Upendo umekwisha, hakuna mtu anajali mwingine. Watu wamekaa kama wao tu, sio kama Wakristo tena. Ule Ukristo umeondoka, govi imerudi, nyama ya govi imeota. Kwa watu wamekuwa ni wale wale wa zamani. Tunapokuja kwenye meza ya Bwana, Mungu anataka tukumbuke Gilgali. Lazima tufike hatua leo katika msimu wa maombi ya siku 40 tuweze kufanya kutahiri upya, ili tuweze kutembea katika njia ya Bwana. Wagalatia 5:18 kama tulivyosikia, ili uweze kwenda katika njia ya Bwana. Kuna tabia ambazo mwani wako unajiuliza mpaka wewe, ili na mimi naweza kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee sasa. Anasema kuna tabia ambazo ni dhahiri: uasherati, uchafu, ufisadi, mpaka unashangaa Mkristo atakutongoza. Anajiuliza, Yesu aliingia ndani yake wapi? Huyu Yesu wetu tunasema Yesu anakaa wanaimba vizuri, nyimbo zinapiga muziki, watu wanapiga mpaka gitaa za watu za mbinguni, lakini wakitoka hapo usirifu. Anajiuliza, Yesu alibadilisha ndani ya mioyo yao haijatahiriwa. Ni mtu yule yule wa asili wa zamani ambaye ni shetani plus anatembea kwa jina la kuokoka. Ni leo kwa hekalu anasema uzushi, anasema ibada sana na kile. Baada ya kuja kanisani watu wako bize na Mungu, kwa sababu chochote ambacho unakifanya badala ya kwenda kanisani au muda wa kanisani ni ibada sana. Chochote ambacho kinakufanya ushinde kuamka kumwomba Mungu na kuendelea kukifanya, watu wanaangalia TV, wanaangalia filamu au wanaangalia simu asubuhi mpaka jioni, na anapokuja jioni amechoka, anaenda kulala, anajaribu kuomba na shida, kwa sababu anaweza muda Mungu kuomelea Mungu au kitu fulani. Kwa automatically anakuwa aliabudu sanamu badala ya kuabudu Mungu aliye.
mahali pa kukata gogo panaitwa Gilgali, na Mungu anataka kukushauriwa Gilgali, lazima ukate gogo kutoka Mungu. Kwa kuna mawe 12 yamewekwa pale ambayo ni kwa ukombozi wako. Mungu alikutoa katika shida, akagonga damu pale msalabani. Siku ambayo ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ukampokea moyoni mwako, ndio mawe 12 ambayo umeshora ile pale. Kwa Mungu anakukumbusha yale mawe 12 ambayo wanafunzi 12 wa Yesu walijenga kanisa. Wale wanafunzi mmoja pia walijenga ishara. Wanafunzi 12 walijenga kanisa, na ambapo misingi ya mitume na manabii katika kanisa la Kristo. Anasema pale kwamba Yesu Kristo alimwaga damu yake kwa ajili yako, na ukimpokea Yesu ukamwamini ukaokoka, na ukawa ni mtu ambaye umekataa dhambi, unakuja kanisani kusali. Ukisikia mkesha wa kwanza leo, naomba nikwambie, Ukristo umebaki hivi, umebaki kama siasa. Yule Yesu ambaye kwa mtamu nani haipotea, gogo imerudi. Ninakushauri tunapokuwa tunaelekea kwenda kwenye meza ya Bwana leo, amua tena upya, mwambie Baba, washa moto mpya ambao uko ndani ya siku hii. Anasema kuna wivu, kuna hasira. Wakristo wanakuomba kuokoka, badala ya kuwa nuru imekuwa ni chuki. Watu wanapoona naokoka wanajiuliza, sasa mimi na huyu tofauti yake nini? Alichosema ameokoka kuokoka ni nini? Anaona ujinga. Nenda katika watu kwa ngaoni na ameokoka, wanabaki wanashangaa. Unajua mimi sasa leo kwa njia shida. Nani nikwambie? Maana maandiko yanasema uzushi ndio. Anasema sasa mtu. Anasema usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu wanaofanya mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sahau kwenda mbinguni. Na kurithi ufalme wa Mungu maana yake ni rego sako ya dada. Kuna watu wanazani kwamba ufalme wa Mungu maana yake kwenda mbinguni kama baba. No! Ufalme wa Mungu ni kupata tumaini katika maagano na Mungu. Bado tu katika dunia hii, ili kile ambacho Mungu amekiahidi kupitia Biblia, kupitia neno lake, nitakubariki, nitakulinda, nitakupigania, kiweze kutokea. Ufalme wa mbinguni aliuliza wanafunzi wa Yesu, ufalme wa Mungu wapi? Akasema ufalme wa Mungu uko ndani yako. Ufalme wa mbinguni umeshakuja ndani yako. Kwa maana wewe ni agent au wakala wa Mungu hapa duniani. Kwa ili mambo ya mbinguni yaweze kutokea kwenye maisha yako, Mungu aweze kutokea na wewe, lazima utaelewa. Vinginevyo utabaki na mambo. Mimi nimeishi ninaenda kanisani lakini hamna kitu. Unashangaa mambo yanakuwa sio vile ambavyo yanatakiwa, kwa sababu kata gogo maana yake kuamua kuumia kwa ajili ya Yesu. Maana yake kukubali ili kuwa wakala wa Yesu Kristo ni lazima uweze kutoka. Kwa kile gani? Leo ni ibada ya Gilgali. Mungu anakupa nafasi nyingine kwamba mwanangu, sikiliza, ninajua kwamba unawezekana unapita wakati mgumu, lakini ile jiwe, yale mawe ya kudhibitisha kwamba Yesu alikufa msalabani, akatoa uhai wake kwa ajili yako, na kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Yeye alichukua huzuni zetu, akayabeba madhaifu yetu. Bado yale mawe hapo. Meza ya Bwana ni udhibitisho wa kutosha kwako kwamba Yesu Kristo bado anakupenda. Meza ya Bwana ni udhibitisho wa kutosha kwako, unaweza kurudi tena ukaanza upya na kuweza kukata gogo, lakini lazima ufike sehemu ya Gilgali. Biblia inasema Yoshua akachukua mawe gumegume